Yanga imetua jana kisiwani Zanzibar tayari kwa mechi inayoshikilia hatima ya kufuzu robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya JS Kabylie ya Algeria. Lakini kocha Pedro Goncalves ametoa kauli ya kuwatuliza mashabiki wa timu hiyo juu ya ukosoaji wa kikosi hicho. Aidha, bilionea wa klabu hiyo anatarajiwa kuwa surprise wachezaji kwa kutinga uwanjani kuwapa sapoti katika pambano hilo la kundi B litakalopigwa kesho kutwa Jumapili kuanzia saa 1 kamili usiku. Tuanze na kocha Pedro. Akizungumza alisema anafahamu kwamba mashabiki wa timu hiyo wameumizwa na matokeo ya kutoa sare nyumbani na kwenda kupoteza ugenini, lakini wanafahamu sababu za kupoteza pointi hizo 5. Pedro alisema hakuna mechi iliyoingia kwa hesabu za kujilinda zaidi kama ambavyo wengi wanaona, lakini makosa makubwa kwao ni kutotumia nafasi wanazozipata, jambo na ulifanyia kazi kwa nguvu kwenye uwanja wa mazoezi. Nikimnukuu kocha Pedro alisema, wakati tunaanza mechi za makundi, kila mmoja alikuwa haoni nafasi yetu ya kwenda robo finali, na hili lilitokana na kuangukia kundi ambalo lina timu zenye rekodi kubwa Afrika zilizofanya uwekezaji mkubwa. Lakini akasema pia ukiangalia sasa ni tofauti kidogo na vile tumefanya makosa ya kuangusha pointi hizo 5 kwa kutoa sare nyumbani na kupoteza ugenini. Tulikuwa na nafasi kubwa kuondoa huu wasiwasi, lakini bado tuna nafasi ya kufanya vizuri hapa nyumbani katika mechi hiyo ya mwisho. Kocha huyo raia wa Ureno alisema Yanga ina nafasi ya kufanya vizuri dhidi ya Kabylie na kwamba wataingia uwanjani kutafuta ushindi kwa kuhakikisha wanatumia nafasi nyingi ambazo watazitengeneza. Pedro alithibitisha washambuliaji wa timu hiyo wanapewa mazoezi mengi ya kuongezea utulivu ili waweze kufanya kweli kuifungia mabao ya kutosha ili kumaliza kwa kishindo hatua ya makundi. Nimeona watu wanasema ni kama tulikuwa tunajilinda sana, lakini tunachukua maoni yao. Ukweli ni kwamba hakuna mchezo tulioingia na hesabu hizo. Tulitaka kushambulia, lakini huwezi kuwa bora kwa mazingira ya mchezo uliopita. Hiyo ni kauli ambayo alizungumza kocha Pedro. Alisema pia wakati mchezo unaanza tulikuwa vizuri. Bahati mbaya hali ilibadilika, tukaanza kucheza mvua kubwa na upepo mkali unaoambatana na baridi kali. Niliona namna wachezaji walivyosumbuka. Haikuwa hali ambayo tulizoea tangu tulipofika pale ili wasumbua wachezaji, lakini tunaachana na hilo, tunaangalia mchezo ujao. Akasema tuna nafasi ya kurekebisha hilo hapa nyumbani, tutakwenda tena kushambulia kwa nguvu ili tupate mabao. Tunafanya kazi kubwa ya kuwapa mazoezi tofauti wachezaji wetu ili waweze kuongeza utulivu wanapofika eneo la mwisho. Tunahitaji mabao, lakini pia tunatakiwa kuwa makini, tusiruhusu hayo yote yanawezekana. Yanga inahitaji ushindi wa tofauti ya mabao 2 huku wakiombea Rabat ifungwe na Al Ahly. Hebu niambie wewe vipi? Unaona hili linaenda kuwezekana kwa upande wa Young Africans, na nini ambacho unawatakia kwenye mchezo wao wa mwisho kabisa ambao unaenda kuandikia tiketi ya wao aidha kufuzu ama kusalia hapa nyumbani nchini Tanzania. Mimi naitwa Just Julius, credit kwao Mwanaspoti kwa taarifa hii hapa, lakini usisahau tu PMBet inaendelea kutoa test kila baada ya wiki 5 kwenye promotion yake ya Super Sport. Nenda kabashiri katengeneza mikeka kwenye pmbet.co.tz au kwenye *149*23 alama ya reli.